Ninakusalimu katika jina la Kristo na matumaini ya kwamba umzima wa afya na unaendelea vizuri na jina la Bwana linatukuzwa katika maisha yako. Leo tena ikiwa ni siku nyingine ya maombi, ningependa kukaribisha tuweze kutafakari neno la Mungu na tuweze kuomba kwa pamoja. Lakini kabla ya kuendelea zaidi, tualike uwepo wa Roho Mtakatifu kwa njia ya maombi. Baba, nakushukuru kwa wakati huu. Asante kwa kutupatia nafasi nyingine katika siku ya leo, tunapotafakari neno lako hili na kuhitaji kukuita katika mahitaji yetu na changamoto zetu. Naomba uwepo wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nasi katika jina la Yesu, amina. Leo somo linasema kwamba muite Bwana, muite Bwana. Muite Bwana. Hiyo ni moja ya ahadi ambayo Mungu ameweka kwenye kitabu cha Yeremia 33 na fungu la 3 na aya 3. Hili ni fungu ambalo wengi tunalifahamu na tumelikariri. Hata mimi nilipoingia kwenye imani hii, hilo ni fungu ambalo nilikuwa nalipenda sana, na nilisikia kwa mara ya kwanza nadhani nikiwa kwenye mikutano ile ya Injili ilikuwa inafanyika pale Jangwani, na mhubiri alikuwa ni Dr. Eli Muhando mwaka 2003 ndipo nilipoingia kanisani. Fungu hili mpaka leo sijawahi kulisahau. Ni ahadi nzuri kwa Bwana ya kwamba Bwana ukimuita yeye atakuonyesha makubwa na magumu usiyoyajua. Kwa maana nyingine atarahisisha kila kitu katika maisha yako. Kwa hiyo nimejifunza ya kwamba katika maisha yangu ya Kikristo kama Mkristo, lakini maisha ya kiutumishi kama mchungaji, wa kwanza kabisa kumuita katika changamoto zangu zote. Wa kwanza kabisa changamoto zangu zote kama Mkristo, namba 1. 2, kama mchungaji mtumishi, wa kwanza kumuita katika changamoto zangu zote na majaribu ni Mungu wangu, kwa maana Yesu Kristo. Kwa hivyo hata wewe ninakutia moyo ya kwamba katika changamoto zako zote unazozipitia, majaribu yako yote unayoyapitia, changamoto za ndoa, changamoto za mahusiano, changamoto za kazi, changamoto za aina yote, magonjwa, changamoto za masomo, ada, changamoto za mahusiano, changamoto zote, muite Bwana. Na ukimuita ameahidi ataonekana, atakuonyesha makubwa na mgumu usiyojua. Yeye ukimuita hakika atabadilisha kila kitu, changamoto zote ambazo unazipitia, na atakupitisha salama. Atakupitisha salama kwa sababu ahadi zake ni za kweli na siku zote ameahidi na atatenda. Kwa hivyo mimi sijui wewe unapitia changamoto gani. Wewe unafahamu mwenyewe changamoto ambayo unaipitia, ikiwa ni ya mahusiano, ikiwa ni ya ndoa, ikiwa ni familia, watoto, ikiwa mme ama mke ana changamoto, ama ikiwa ni changamoto ya ada, wewe ni mwanafunzi, changamoto ya masomo, wewe ni mwanafunzi, changamoto ya kazi, unajaribiwa katika maeneo ya kazi, kuna changamoto, ama bado hujapata kazi, ama ni mgonjwa. Changamoto yoyote ulio nayo, ikabidhi kwa Bwana. Mkabidhi mambo yako yote Bwana, muite, naye atakuitikia, atakuonyesha makubwa na magumu usiyoyajua, atakutendea, maana ameahidi. Nakumbuka Mungu anapoahidi huwa anatenda, hajawahi kuacha kutenda, kwa sababu ametamka yeye mwenyewe. Kazi yako tu ni wewe kuweka imani yako kwake, sio kwa wanadamu. Shida tunaweka imani zetu kwa wanadamu. Weka imani yako kwa Mungu, mtazame Mungu, muamini kwamba atatenda kupitia Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu, maana ahadi zake ni za kweli. Tuombe. Baba, nakushukuru kwa wakati huu ambao umetupatia kutafakari neno lako na kuweza kuzungumza na wewe. Tumesoma Yeremia 33 na mstari ule wa 3. Ahadi hii
nimeifahamu kwa muda mrefu na umekuwa ukitenda mengi kupitia ahadi hii. Embu naomba wakati huu utimize ahadi hii kwa rafiki yangu huyu. Sijajua ana changamoto gani anayozipitia, lakini naomba uweze kumuonekania, ukampatie ushindi katika jina la Kristo Mwokozi wetu. Amina. Bwana akubariki sana.